a'udhu birabbil falaq, ninajilinda kwa Mola mlezi wa subhi, Mola wa mapambazuko. Min sharri ma khalaqa, ninajilinda kutokana na shari ya vile alivyoviumba. Wa min sharri ghasiqin idha waqaba, na ninajilinda na shari ya giza linapotanda. Wa min sharri nafathati fil uqadi, na ninajilinda kutokana na shari ya wenye kupuliza katika vifundo. Wafasiri wa Qur'ani wamekubaliana wenye kupuliza katika vifundo, as-sahiratu idha fa'alu sihrahum, ni wachawi pale wanapofanya uchawi wao, huwa wanapuliza kwenye mafundo kama tutakavyokuja kuona. Sasa Mwenyezi Mungu yuamwambia mtume wa min sharri nafathati fil uqad, jilinde kutokana na shari ya wenye kupuliza kwenye vifundo, nao ni wachawi, wanapuliza pindi wanapofanya uchawi wao. Wa min sharri hasidin idha hasada, na jilinde kutokana na shari ya hasidi anapofanya husuda. Mahallu shahidi ninapopakusudia mimi kwenye darasa yetu ya leo ni pale Mwenyezi Mungu aliposema wa min sharri nafathati fil uqadi, jilindeni kutokana na ubaya, kutokana na shari ya wenye kupuliza kwenye mafundo. Kwa hiyo upo uchawi unaoitwa sihrul uqadi, uchawi wa mafundo. Ni uchawi ambao Mwenyezi Mungu anatuambia tujilinde nao, ni kitu hatari sana hiki. Lakini pia uchawi huu unaitwa sihrun nafithi, uchawi wa kupuliza. Kama nilivyokuambieni, ni uchawi wenye majina mengi. Sasa mara nyingi uchawi huu huwa unafanywa mwisho wa mwaka au mwanzo wa mwaka, na wanafanya hivyo kwa sababu wanafunga mafundo 12. Kama ambavyo mwaka una miezi mingapi? Una miezi 12. Tarehe 28 Allah subhanahu wa ta'ala akitujalia kuidiriki, tunakwenda kupambana na uchawi kama huu. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala mapambano yetu yawe na mafanikio. Tusemeni amin. Amin. Tusemeni tena amin. Amin. Ndugu zangu, kwa nini umeitwa sihrul athari, uchawi wa vinasaba? Mara nyingi mchawi anapotaka kufanya uchawi kama huu huwa anatafuta vinasaba vya yule anayetaka kumroga. Mathalani, zaweza kuchukuliwa nywele zako, na ndio maana hii leo twashuhudia mtu anaweza kulala akiwa mzima, asubuhi kumekucha, akijitazama kwenye kioo anaona kuna sehemu ya kichwa chake nywele zimenyolewa na hamjui alomnyoa. Wewe unadhani nywele hizo zimeenda wapi? Hizo ni athari, hivyo ni vinasaba vimechukuliwa kwa ajili ya kwenda kufanyiwa uchawi. Na mara nyingi uchawi wa vinasaba huwa ni uchawi wa kuvizia, kama ambavyo nitakavyokuja kueleza wanavizia nini. Lakini pia kama si nywele zako, yawezekana ikachukuliwa nguo yako nzima nzima, na kama sio nguo nzima, yawezekana kikakatwa kipande cha nguo yako, na kama si kipande, inaweza ikachukuliwa hata nyuzi ya nguo yako. Hii pia ni athari, hiki ni kinasaba hiki. Unakwenda kufanyiwa uchawi wa mafundo, uchawi wa kupuliza, uchawi wa kuvizia, unakwenda kufanya. Lakini pia mchawi anaweza kuchukua kucha zako, yeye mwenyewe anajua atakukata vipi. Lakini yawezekana yakachukuliwa mate yako, akishindwa kuyachukua hayana, anakuvizia usingizini ukiwa umelala. Wao wachawi wana namna ya kukuotesha ndoto, unakula vitu vibaya,
Ukiwa kwenye ndoto wewe unadhani kwamba hiyo ni live, hiyo ni mubashara, utatema kwa sababu unaona umekula vitu vibaya. Mate yale yanachukuliwa kwa urahisi kabisa. Hayo mate ni kinasaba chako. Lakini pia anaweza akachukua mchanga wa nyayo zako, mahala ulipokanyaga. Pana kesi nyingi sana huwa zinatuijia, shekhe fulani kanichota mchanga. Pale ulipokanyaga, ukishanyanyua ule mguu wako, kile ni kinasaba kile. Huyo mtu mbaya anakwenda kufanya kitu kinachoitwa sihrul athari, uchawi wa kinasaba. Lakini anapofanya ule uchawi wake huwa anafanya nini? Huwa anachukua kamba maalumu. Yawezekana ikawa ni kamba ya mgomba, ndio huwa wanatumia sana. Yawezekana ikawa ni kamba ya sanda, sanda iliyokwisha shonwa ikabakia. Wakati mwingine huchukuliwa mpaka zile sanda za wale waliozikwa. Yaani anachukua kiambajengo kulingana na lile anaotaka kufanyia wewe. Ile kamba sasa ni ya kufungia. Anapochukua kamba ni ya kufungia, ndio utajua kwa nini umeitwa sihrul uqadi, uchawi wa mafundo. Utajua kwa nini umeitwa hivyo. Ni ile kamba anatumia kufungia. Kwa hiyo akishapata kamba ile, amepata na vinasaba vyako, amekwisha changanya na dawa za kichawi, yeye huwa anazungumza maneno. Watafiti wetu wanatuambia yatakallam talasima muayyana, huwa anazungumza maneno maalumu, tahtawi ala shirkin wa kufrin sarihin, maneno ambayo yamebeba ukafiri, maneno ambayo yamebeba ushirikina uliokuwa wawazi kabisa. Na hayo maneno ni ya kuita ile mizimu ya kichawi ihudhurie pale, ishirikiane pamoja na yeye kufanya ule uchawi. Akishakuwa amefanya matambiko yale ya kishirikina, matambiko yale ya kichawi, ndio anachukua ule uchawi ulioambatana na vinasaba vyako wewe, anafunga fundo moja kwenye ile kamba ile kwa manuizi maalum. Akishamaliza kufunga, anatemea mate lile fundo, kisha analipuliza. Ndio maana uchawi huu pia ukaitwa sihrun nafithi, uchawi wa kupuliza. Tumeona kuwa ni sihrul athari, uchawi wa vinasaba, kwa sababu vinachukuliwa vinasaba vyako. Tumeona kuwa ni sihrul uqadi, uchawi wa mafundo, kwa sababu unafungwa kwenye kamba maalum. Lakini pia tumeona ni sihrun nafithi, ni uchawi wa kupuliza, kwa sababu akishafunga anazungumza maneno, anatemea mate, kisha anapuliza. Uchawi hatari sana. Ndio uchawi ambao tunakwenda kupambana nao, Allah akitujalia, tarehe 28 mwezi huu wa 12 mwaka huu wa 2025, katika dua ya kufunga mwaka na kufungua mwaka. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala siku hiyo mapambano yetu dhidi ya uchawi yawe ni yenye mafanikio. Tusemeni insha Allah. Tusemeni tena insha Allah. Akishamaliza kufunga fundo la kwanza, atafanya hivyo kwenye fundo la pili, atafanya hivyo kwenye fundo la tatu, anakwenda hivyo mpaka anafunga mafundo 12. Sasa wewe unakuwa kwenye shida na tabu na matatizo kwa mwaka mzima. Kila mwezi miongoni mwa ile miezi ya mwaka, wewe utakuwa kwenye matatizo kwa sababu kakufunga. Sasa mara nyingi huwa wanafanya mwaka unapopinduka, mambo haya ndio yanafanyika. Sasa ikiwa watu wabaya wanafanya mwaka unapopinduka, sisi wazuri kwa nini tusifanye kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kupindua hila zao, kufunga uadui wao na kufungua mafanikio ya mwaka unaoingia? Mimbabi aula, katika mlango uliokuwa bora zaidi, si tufanye hivyo ikiwa wabaya wanafanya hivyo. Kwa hiyo atafunga mafundo 12 yale.
Akishafunga yale mafundo 12, ile kamba huwa inakwenda kuzikwa mahala. Mchawi anaweza kwenda kuizika kwenye makaburi, na anachagua kaburi maalum kulingana na lile analotaka kukufanyia wewe. Mathalan, ikiwa anataka kukuroga maradhi yanayosababishwa na ulevi, uwe mlevi hatimaye upate maradhi yanayotokana na ulevi, ufe kama alivyokufa yule alozikwa pale, atazika kwenye kaburi la yule mlevi alokufa na maradhi yanayotokana na ulevi, anakwenda kuzika pale. Na hawa ni watu hatari sana, wanajua makaburi yote. Kuna kitu kinachoitwa asihiru tusabbibu su'ul akhlaqi, uchawi unaosababisha tabia mbovu. Na mtu akisharogwa tabia mbovu, mpaka wakati mwingine kifo chake huwa kinatokana na hiyo tabia mbovu. Unaweza ukarogwa tabia ya uzinzi tu, ndio utasikia na pepo la ngono huyo kafanyiwa, mpaka na kifo chako kitatokana na uzinzi. Kuna mwingine anarogwa tabia mbovu ya wizi, mpaka na kifo chake kitatokana na wizi. Sasa anapotaka kuzika, anaangalia alokufa kutokana na uzinzi ni nani, anakwenda kuzika kwenye kaburi lile. Alokufa kutokana na wizi, kaiba, kapigwa, kifo chake kutokana na wizi, nani, panazikwa katika kaburi lile. Yeye anakwenda kuzika kwenye kaburi maalum kutokana na lile analotaka kukufanyia wewe, hata kama ni nuksi. Mtu ambaye aliishi na nuksi mpaka anakufa, hakufanikiwa mpaka anaingia kaburini, anakwenda kuzika pale. Kuna mwingine alikufa hajaoa au kuelewa, sababu alifungwa vile, anakwenda kuzika kwenye kaburi la yule mtu ambaye kaishi, hakuoa wala kuolewa, unafungwa mle. Sasa uchawi kama huu, ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala ametupa silaha, na hakuna silaha kubwa kama dua, basi ni vyema kila mmoja kwa kadiri atakavyowezeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala, tarehe 28 ajipinde kwenye dua ya mafundo 12. Tufunge uadui wa mwaka 2025, lakini pia tumuombe Allah ayafungue mafanikio ya mwaka 2026. Na uchawi kama huu, ndugu zangu, ndio uchawi ambao aliwahi kufanyiwa Mtume Muhammad. Kafanyiwa uchawi kama huu, na ndio ikawa ni sababu ya kuteremshwa muawadhatain kama tutakavyoona. Fadhalla an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yashtaki ayaman, aliporogwa mtume akawa anashtakia maradhi kwa muda wa masiku mengi. Mtume anashtakia maradhi. Sasa kama mtume karogwa, seuze mimi na wewe. Mtume 24 saa, masaa 24 mtume yeye alikuwa kwenye dhikri, na amehakikishiwa hifadhi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini Allah kuonyesha kwamba uchawi ni kitu kibaya, mpaka mtume ulimsibu. Fadhalla yashtaki ayama, mtume akawa anashtakia maradhi kwa muda mrefu tu, mpaka siku moja Jibrilu alayhi salam akamshukia mtume sallallahu alayhi wasallam, kisha akamwambia, ya Rasulullah, ya Muhammad, ewe mtume wa Allah, ewe Muhammad, inna rajula min al-yahudi saharaka wa aqada laka uqada, hakika bwana mmoja wa Kiyahudi amekuroga na amekufunga mafundo ya kichawi. Mtume anaambiwa na Jibril, inna rajula min al-yahudi, hakika bwana mmoja wa Kiyahudi, saharaka wa aqada laka uqada, amekuroga na amekufunga mafundo ya kichawi. Na Jibril akamwelekeza mtume kwamba ule uchawi umewekwa katika kisima kinachoitwa Biiru Dharwani. Mtume anashtuka asubuhi, anawatuma masahaba wake waende mpaka kwenye kisima kile. Ndani ya kisima kuna maji yale yamebadilika rangi, mfano wa rangi ya hina, rangi ya uchawi hiyo.
lakini wanakuta jiwe kubwa, wanatoa lile jiwe, chini ya jiwe wanakuta hirizi yenye mafundo 11. Ukitaka kujua kwamba tunazungumza fakti, ndio tunarejea katika kisa hiki, na kisa hiki kinapatikana kwenye Sahihi Muslim na Bukhari. Ni kisa sahihi kabisa. Hirizi ina mafundo 11, na hirizi hiyo kuna baadhi ya watafiti wanasema ilikuwa inapumua kama vile kinavyopumua kiumbe kilicho hai, ilikuwa inapumua. Sasa wengine wanaweza wakadhani ni porojo, kwa nini isipumue ile hirizi? Na wakati khadimu wake ni sheitani wa kijini, anayeitumikisha ile hirizi ni shetani wa kijini, ni kiumbe aliye hai. Inapotumikishwa huwa inaonyesha sura ya kupumua. Imetolewa mle, ina mafundo 12, imefungamanishwa na nywele za Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hizo nywele ndio athari. Ndio maana tunasema kuna sihiru la athari, uchawi wa kinasaba. Lakini kwa sababu umefungwa ni sihiru al-uqadi, uchawi wa mafundo. Na alipofunga alipuliza ukaitwa sihiru nafithi, uchawi wa kupuliza. Cha ajabu, hirizi imetolewa mle kisimani, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam bado mgonjwa. Na kuna baadhi ya watu huwa wanadhani uchawi ukishatolewa mahala basi ni sababu ya kupona yule aliyerogwa. Ukishautoa ule uchawi, hii haimaanishi kwamba ndio kapona yule aliyerogwa. Ni kama vile umemtapisha mtu, katapika uchawi, hawezi kupona eti kwa sababu ametapika. Au akautoa uchawi kwa njia ya mkojo, hawezi kupona eti kwa sababu katoa uchawi kwa njia ya mkojo. Au ameharisha, katoa vitu vya ajabu vinavyoashiria uchawi, eti apone kwa sababu kaharisha. Kuutoa uchawi mahala ulipo sio sababu ya kupona yule aliyerogwa, mpaka ule uchawi uuliwe. Ukishauliwa ule uchawi ndio anapona aliyerogwa. Sasa uchawi umetolewa kisimani, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam bado mgonjwa. Ile hirizi yenye mafundo 11 inafikishwa mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume hajui anauua vipi ule uchawi, ndio umekushaletwa mbele yake. Anakuja tena Jibril alayhi salam akiwa na muawadhataini, sura 2, qul a'udhu birabbil falaqi wa qul a'udhu birabbin nas. Anateremshiwa Mtume hizi sura ajitibie ule uchawi. Hizi sura 2, moja ina aya 5 na nyingine ina aya 6. Ukijumlisha unapata aya 10 na ngapi? 11, kama yalivyo mafundo yale. Kwa kila aya moja ilifungua fundo hili moja mpaka zilipomalizika aya 11 na mafundo yote 11 yakafunguka. Hadithi inasema hivi, faqama an-nabiy sallallahu alayhi wasallam kaannaha nashata min aqal. Akasimama Mtume sallallahu alaihi wasallam mzima wa afya, kana kwamba hakuwa na maradhi. Umetolewa uchawi mahala ulipo, halafu umetenguliwa. Na hivi ndivyo tunavyokwenda kufanya tarehe 28, Mwenyezi Mungu akitujalia, tusemeni insha Allah. Na hii dua ya mafundo 12 wanawazuoni wameipanga kutokana na aya za Qur'ani, zikiwemo hizi muawadhataini na adhkari mbalimbali na dua ambazo ni maathura ani nabii sallallahu alaihi wasallam, kazifundisha yeye mwenyewe Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikapangwa milango 12. 12 milango ni ya kufunga na 12 milango ya kufungua mafanikio. Sasa dua hii ina maandalizi yake. Maandalizi ni kupata mchanga. Huu mchanga sisi tumeukusanya katika mihrabu 50. Tunataka tu ile khawaswi ya lile eneo la mihrabu, kwa kuwa ndio sehemu ambayo wanaelekea Waislamu pindi wanaposwali zile sala zao.
kwenye mihrabu 50. Vinginevyo ulikuwa wafaa mchanga wa sehemu nyingine yoyote, lakini tumechukua pale kwa sababu ule mchanga una nafahati zake. Na tunapoutumia mchanga katika masala ya tiba, masala ya kupambana dhidi ya uadui, si kosa, kwa sababu msingi huo alituanzishia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwanza wakati anahama Maka na kwenda Madina, nyumba yake ilivyokuwa imezingirwa na wale Makuraishi na wakiwa wamebeba silaha watakawamuue Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume alimpa ilham ahame Maka aende Madina na apite mbele yao akisomea mchanga aya ya 9 katika surati Yasin, waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim saddan faaghshaynahum fahum la yubsirun. Na Mtume alipita akawamwagia mchanga, wamelala usingizi wale, katumia mchanga kujinusuru dhidi ya maadui. Sasa ingelikuwa ni shiriki, basi Mtume asingefanya vile. Kwa hiyo hakuna kosa. Lakini sehemu ya pili ambayo Mtume katumia mchanga ni kwenye vita vya Badri, na kila siku tunaeleza hili, vita ambavyo makafiri walikuwa 1000, Waislamu ambao ni maswahaba walikuwa ni 313. Ikabidi Mtume atumie nguvu ya ziada kwa sababu walikuwa wao ni wachache, makafiri ni wengi. Akachukua mchanga ardhini, kisha akasema shahatil wujuhu, ule mchanga akawarushia wale makafiri mpaka makafiri wakashindwa, wakapigwa, wakauliwa. Na Mwenyezi Mungu akamwambia, wa maramaita idh ramaita walakinna Allah rama, haukutupa ewe Muhammadi ulipotupa ule mchanga, Allah ndiye aliyetupa. Kwa maana kwamba ule mchanga uliwafikia wale makafiri kwa idhini ya nani? Kwa idhini yake Allah, kwa msaada wa Allah, na walidhoofika kwa mchanga ule. Wewe tazama, ni kigao moja tu la mchanga, lakini uliwafikia watu wote 1000, na kila aliyeguswa na mchanga nguvu yake ilidhoofika. Hii kuonyesha kwamba Mtume ametuwekea msingi huu, mchanga unaweza ukatumika kujinusuru dhidi ya uadui. Usiutumie katika masala ya ushirikina tu, tumia kwa njia inayokubalika ya kusomea ili ujinusuru na uadui. Na kwenye vita vya Hunaini Mtume alifanya hivyo hivyo katika vita vya Hunaini. Lakini pia katika sahihi Bukhari na sahihi Muslim kutoka kwa Ummul Mu'minina Aisha radhiyallahu ta'ala anha, Mtume alikuwa anawatibu watu wenye maradhi kwa kutumia mchanga. Anatemea kile kidole chake kile. Tena hii hadithi pia Ibn al-Qayyim al-Jawziyya ameiweka kwenye kitabu chake At-Tibb an-Nabawi. Mtume anatemea hiki kidole mate, kisha anagandamiza kwenye mchanga, ananyanyua, anapaka lile eneo lenye matatizo. Anasema bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa saqimuna biidhni rabbina. Kwa jina la Mola wetu au kwa jina la Mwenyezi Mungu, udongo wa ardhi yetu unapoambatana na mate ya mmoja wetu humponya mgonjwa wetu kwa idhini ya Mola wetu. Mtume anapaka ule udongo ulioambatana na mate, na wengi walikuwa wanafanikiwa kwa utaratibu huo. Wengi walikuwa wanafanikiwa. Hii ni hadithi, tizama kwenye sahihi Muslim, sahihi Bukhari, tazama katika At-Tibb an-Nabawi ya Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, kaiweka hadithi hii. Na ndio maana tunasema maandalizi ya dua yetu ya tarehe 28 upate kwanza huo mchanga wenyewe. Na kwa sababu hii ni elimu ya tiba, na elimu ya tiba msingi wake ni utafiti na majaribio, tukaona ule mchanga wafaa mno, mihrabu 50. Pata huo mchanga, na tunautoa bure tu, wala pasina gharama yoyote. Yule mtu ambaye tamuia ugumu kuupata, ni mchanga wowote inakubalika. Lakini pia tunagawa kamba maalumu iliyokaliwa na wanawazuoni, kukafanyika juu yake 7 munjiyati, kukafanyika juu yake suratul An'ami, na tukafanya sadaka ya vichinjo, kisomo kilichofanyika kwenye zile kamba. Kamba pia hii tunaigawa bure.
Na tulisema hii kamba hii ukiipata pamoja na ule mchanga, nenda kauzike ardhini, mchanga wenyewe pamoja na kamba yenyewe. Tia kwenye kopo, funga lile kopo lako, chimba shimo, fukia kwa muda wa siku 7. Kisha utafukua sasa, unautunza, ambapo utakuja nao tarehe 28. Na tulisema kwa nini unazika? Kwa sababu kuna mazinguo mengine yanahitaji yarudishwe kwenye asli. Kwa nini? Kwa sababu minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kutokana na ardhi tumekuumbeni nyinyi binadamu, na kwenye hiyo ardhi tutakurudisheni, na kwenye hiyo ardhi tutakutoeni. Kwa hiyo mwanadamu ana safari ngapi? 3. Anatolewa ardhini, anarudishwa, afu anatolewa. Sasa upande wa tiba, mazinguo mengine nataka hivyo hivyo. Umeuchukua ardhini ule mchanga, halafu unaurudisha tena, unakuja unauchukua, ndio tunafanya dua hapa. Tusemeni inshallah. Kuna mmoja eti aliniuliza, Sheikh, sasa kama mimi sina pa kuzikia? Nikamwambia usizike, acha. Aliniuliza hivyo. Maana kuna maswali mengine ni ajabu sana. Yaani mimi nikutafutie sehemu ya kuzika? Nikamwambia basi usizike. Akaona nimemjibu vibaya. Eti nimemjibu vibaya. Mtu anakuja, mimi sina sehemu ya kuzika, mimi namjibu nini sasa? Nimwambie njoo uzike chooni kwangu, labda hivyo. Nikamwambia basi usizike, maana wewe huna shida. Maana sisi hatukuweka sharti ni mahala gani uzike. Ni pahala tu ambapo ukizika, ukienda kufukua utakuta ni mahala palipo salama. Sasa tarehe 28 ndio unakuja na mchanga wako na ile kamba. Tutaanza ile dua kuisoma, mlango wa kwanza ile dua. Tukiumaliza ule mlango wa kwanza, wewe unafunga fundo moja kwenye ile kamba. Ukishafunga unasema, Mwenyezi Mungu, naelekea kwako katika siku njema hii na katika saa hii yenye baraka, na huenda ikawa ndio saa ya majibu ya dua yangu. Mola wangu, mimi sikukusudia kufunga fundo la kamba, bali ninaufunga uadui wa mwaka 2025. Usiendelee tena mwaka 2026. Mwenyezi Mungu, mimi ninahitaji mwaka 2026 uwe ni mwaka wenye mafanikio kwangu mimi. Nafunga uadui uliokaa kwenye afya yangu, uliotawala kwenye milango yangu ya mali, biashara zangu, mahusiano yangu, ndoa zangu, kazi zangu. Utasema hivyo. Ukishamaliza unatemea mate kile kidole chako kama alivyotemea Mtume. Kisha unagandamiza kwenye ule mchanga, halafu unanyanyua kile kidole kile. Ukishakinyanyua kitakuwa kina ule mchanga paka lile fundo la kwanza, huku unasema bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa saqimuna biidhni rabbina. Udongo wa ardhi yetu unapoambatana na mate ya mmoja wetu humponya mgonjwa wetu kwa idhini ya Mola wetu. Na maneno siku hiyo tutakuwa tunatamkishana kwa lugha ya Kiswahili, wala usiogope. Unatamka maneno hayo huku unapaka lile fundo la kwanza. Utafanya hivyo kwenye fundo la pili, na utafanya hivyo kwenye fundo la 3, la 4, mpaka kwenye yale mafundo 12. Kisha baada ya hapo itasomwa dua tena mlango wa kwanza. Hii ni kwa ajili sasa ya kufungua. Ikimalizika dua mlango wa kwanza, unafungua. Unasema, Mwenyezi Mungu, sikukusudia kufungua fundo hili, bali mimi nafungua fundo la uchawi, fundo la kichawi. Nafungua mafanikio yangu ya mwaka 2026. Nifanikiwe katika afya, katika mali, katika biashara, kwenye mahusiano, kwenye ndoa. Unanuia hivyo. Tutasoma mlango wa pili, utafungua tena, na wa 3 utafungua mpaka milango 12 itamalizika. Hii ni mujarabu, watu tunawasaidia sana. Yaani kwenye private. Ukitaka nije nikufanyie kwenye private. Kama ninakujua wewe ni mtu wa kituoni, nimekuhurumia sana na kufanyia 300,000. Wewe private peke yako. Hii tunafanya bure kwa sababu ni majmuu, kukurahisishieni nyinyi kwa sababu wengine hamna uwezo. Sasa baada ya kuwa dua imemalizika, ile kamba itabaki na mchanga utakuwa umebakia. Ndipo pale utalazimika kuchukua dawa.
ni shilingi 10,000. Dawa yenyewe inaitwa mafundo 12 hivyo hivyo. Inatokana na miti 12 inayobatilisha, inayofungua, miti 12. Utaichukua ile dawa. Unakwenda nyumbani na vitu vitatu: mchanga wako, kamba yako na dawa yako. Ukifika nyumbani, tunza hiyo tarehe 28, ngojea tarehe 31 usiku saa 5:55. Zimebaki dakika 5 tu kufika saa 6, yani kuingia mwaka 2026. Saa 5:55 roweka kamba yako kwenye maji uliotumia kufunga na kufungua, uliotumia kutemea mate na kuweka kwenye mchanga na kupaka, roweka kwenye maji yale. Na ule mchanga ulouzika, nizingue ule mchanga, tia mle na dawa yako ya mafundo 12, weka. Kisha anza kunuia sasa lile unalotaka. Ukisikia imegonga saa 6, anza kuoga sasa. Yani kama ambavyo wachawi wanaroga kwa kuwavizia watu, na wewe unajirogoroa kwa kuvizia. Unavizia nini? Mwaka unapopinduka na unapoanza unavizia. Hii ni mujarab sana, ni mambo ya kitiba haya. Kwa sababu mchawi anapofanya uchawi wa kuvizia, anaweza akavizia jua linazama, anafanya. Anaweza akavizia jua linachomoza, anafanya. Anaweza akavizia mwezi uko angani au mwezi uko gizani, anafanya. Anavizia. Huwa wanavizia mpaka bahari inapochafuka. Yeye anafanya kulingana na lile anataka kufanyia wewe. Anaweza akavizia pia hata ule upepo ule wa kinyamkera ule unaozunguka hivi, anafanya. Uchawi wa kuvizia huu, mwaka unapomalizika anafanya, unapoingia anafanya. Sasa ni muhimu sana tunapofanya vitu kama hivi kwa vigezo rahisi kama hivi. Yani wewe utanunua dawa yako tu, lakini mambo mengine yote unafanyiwa bure. Usikose kushiriki katika dua kama hizi. Mengi zaidi inshallah, Mungu akitujalia tutaongea siku ya Jumapili. Tusemeni inshallah. Inshallah. Kwa wale waliochukua stika, Jumapili tutakuja kugawa dawa zao. Na kwa wale ambao hawana stika, tutawauzia dawa Jumapili kwa bei nafuu. Ila yule aliochukua stika atapatiwa bure. Lengo letu sisi huwa tunataka watu wawahi mapema. Kwa mfano Jumapili iliyopita kuna baadhi ya watu walichelewa kuja kuchukua stika. Sasa wewe unayechelewa, hatuna shida na wewe, tunataka yule anayewahi, ili utaratibu wa kituo uweze kwenda vizuri. Kwa hiyo tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie taufiki juu ya yote haya tunayoendea. Innahu waliyut tawfiqi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.